Habari za muda huu, natumaini kila mmoja yuko poa na anaendelea vizuri. So katika video hii nataka nielekeze namna gani unavyoweza kutumia Ravenbot kuingiza kipato au kuingiza 500 yako ya kwanza online. So Ravenbot sio tu bot ambalo litakusaidia wewe uweze kufanya automation WhatsApp, bali unaweza pia ukatumia kama nafasi au fursa ya kuingiza hela. Sasa katika kuingiza pesa kutumia Ravenbot kuna mambo machache tu ambayo wewe unatakiwa umejiwekea malengo yako. So kutoka ile stage ya wewe kuwa na uwezo wa kujiunganisha mwenyewe, maana yake una uwezo pia wa kumuunganisha na mtu mwingine, na hapo ndipo tunapokuja kutengeneza system ya kutengeneza pesa. So kwa mfano tu mdogo, kwenye bot letu ni kwamba huwa una connect bot kwa hizi coin. Naona na coin gharama yake ni ndogo sana, ambao coin 30 utazipata kwa shilingi shingapi? 1500. Haya, kwa hizi coin 30 mfano, malaki kwa wiki unatumia coin 12. Okay. Sasa naweza nikakupa tu mfano kidogo. So kwa 1500 mfano, wewe ukaamua boti moja tuseme ufanye kwa wiki uliuze kwa 3000. Naona. So kwa boti moja utakalo muunganishia mtu unakuwa na faida ya shilingi ngapi? 1500, nusu ya ile ambayo ulispendi kwenye coin, ambayo hiyo inakuwa kwa wiki. So kwa wiki moja kama ni 3000, maana yake kwa mwezi unakuwa na 12000 ndani ya boti moja, wewe mteja wako ukiwa ana recycle. Unaona? Haya, ukawa na target yako ya wateja kwa wiki ufanye wateja 5. So kwa mteja mmoja ni 3000, kwa wateja 5 inakuwa ni 15. Ndani ya mwezi una shilingi ngapi hapo? Unakuwa na 60000. So unaona inavyokuwa faida zinavyokuwa zinaenda. Haya, huo ulikuwa ni mfano tu namna ya kutengeneza faida. So hapa nitaelekeza hatua. So mfano hapa tu kwenye boti tumekuwekea mfumo unaitwa referral system. Unaona? Hapa kwenye referral ukiingia, maana yake kwenye referral system hapa ni mfumo ambao tumekuwekea, una uwezo wa kumwalika rafiki yako kwenye boti yetu. Ukimwalika wewe tu hapo unapata coin. So maana yake ni nini? Unaweza ukatenga ukatafuta watu wako ambao kadhaa ukawaelekeza kuhusu Ravenbot, wakajisajili, ukapata hapa coin za bure. Na ukipata hizo coin za bure ukatumia kupigia pesa. Unaona? Kwa hiyo unaweza ukajikuta unaingiza huko pesa ya kwanza ya kuunganisha watu 3000 hizo, ambako kila boti unapata faida 1500, lakini coin pia unakuta hujagharamikia. So faida inakuwa inaongezeka. Sio hapo unakuwa umeelewa? Ukitumia mfumo wa kuinvite huko kwenye, utafute watu ambao utainvite, utaelekeza tu na wenyewe waanze kufanya kazi kwa kutumia Ravenbot. Alafu pia wewe muda huo na wewe pia una timu nyingine ya watu ambao una deploy. Umeshatengeneza cycle, labda tu una watu wako 10, target yako na watu 10. Una zako group pale. Labda una rename labda Imatech. Unaona? Kwa hiyo group lao watu 10 unaanza kuwaunganisha mdogo mdogo. Unaona, huku na huku pembeni unakuwa na watu wako tayari ambao umeshawa invite. So kuinvite ni easy sana. Ukija hapa kwenye referral utakuja hapo utagenerate code. So hii code ndio utaicopy. So unapomwelekeza huyo mtu ambaye unataka umuinvite ni kama ndio utamwambia kwenye invite code pale ajaza paste code yako. Akisha paste huko wewe kwenye mfumo kwa kodi zako zitakuja tu kusoma.
Then na kwa kila invite utakuwa unapata coin 5 kwa kila invite ambao utamuinvite kwenye bot yetu. Okay, so hiyo ilikuwa njia kwanza ya kupata coin za bure bila wewe kuspendi hela zako. So ukishakuwa na huo mfumo, maana yake ndio unakuja sasa kwenye mfumo mzima wa kuanza kuuza, kuseti bot. So nimetoa tu mfano mdogo wa shilingi 3000, maana niliona mmoja alikuwa ameshaanza kutumia hiyo bei. So ila wewe sio lazima utumie 3000. Kama utaamua 2000 kwa boti moja, maana yake kama ni kwa coin 12, maana yake kwa 2000 utakuwa kwa boti moja unaingiza faida 500. Ukideploy maboti mawili wako hapo, unaingiza boti unaingiza faida 1000. Unaona? So vitu vinakuwa, so ni wewe kuwa na consistency. So ili uweze kupiga faida nzuri ni unatakiwa saa ufanye consistency maana yake ni uwe ni mtu wa kuendelea kupambana. Kama ni kupost kwenye group, uendelee kutangaza kwa kuna bot linafanya kazi mbalimbali WhatsApp linakusaidia wewe mfanya biashara. Kama una group huo unaacha watu wafanye free chatting, lakini unakuta wanatuma matangazo ambayo hujaruhusu, wanatuma link, basi bot itamsaidia kufanyaje? Kwa automate. Kama mtu akituma link inamuoni mara 3 au mara 4, akizingua linakuja linamtoa mazima. Unaona? So unatakiwa uwe ni mtu wa kupambana. Online mambo ni magumu, so hadi ufike stage mtu anakuamini anakupa pesa yake, ujue ni amejenga trust na wewe. So unatakiwa ujue kuwa online kunahitaji upambane ili upate watu ambao watakuamini. Sasa ili uweze kuwapata watu, ni lazima unafanya matangazo daily. Kila siku na update matangazo yako. Naweza nikatoa mfano wa tangazo ambalo linaweza likakusaidia upate mauzo zaidi. Unaona? So unaweza ukatengeneza tangazo ambalo kwanza inatakiwa ina hook, yani maneno ambayo yanamvuta au yanavuta attention ya mtu aweze kukubaliana na hiyo bidhaa yako husika ambayo unaiuza. Mfano bidhaa yetu ni Revenue Bot. So mimi naweza nikaandika kwenye tangazo langu, ushawahi save viewers WhatsApp. Unaona? Hiyo hapo hata mtu akiona atasema hiki ni kitu gani, nawezaje kufanya na Joai. Unaona? Alafu unakuja una list faida pale. Mfano WhatsApp, kuna WhatsApp bot ambayo itakusaidia 1 2 3, unaandika pale. Sehemu ya 3 ni CTA au bei, utaandika kwa ili usetweli bot utachangia shilingi 3000. Unaona? Unaweza hata ukasema malipo ni baada ya kazi. Unaona? Hiyo 3000. Maana ili bot letu pia unaweza ukalizima vile vile. Mtu akizingua unalizima. Unaona? So mtu asije. Okay, mfano wa pili ni kuna hii message ambayo kila mwenye bot tumekuwekea, ambao huwa inaelekeza jinsi gani unaweza ukatumia bot letu kuingiza faida. So huenda wengi huwa muelewi message. Hapa imeanza na any with Revon, turn your bot account into a daily income stream. Huenda hujaifuatilia, lakini huwa inatuma inbox daily kwa kila anayetumia bot. You can work as a reseller or middleman using Revon account. Unaona? Reseller maana yake mtu ambaye anatumia product ya mtu mwingine kuingizia pesa. Hapa tukakupa mfano. Kwa siku moja unaweza ukadeploy boti 10. Maana yake nini? Maana kwa siku moja unatumia coin 3. Na kwa siku 3 utatumia coin 6. Kwa siku 7 utatumia coin 12. So maana yake kwa coin 3 kwa siku unaweza ukadeploy maboti 10. Na hapo kapanga price yako kwa kila boti likikaa kwa siku utamchaji mtu wako wa shilingi ngapi.
Naona. So mfano hapa tukija sasa, ukiwa una chaji, mfano ukiwa na chaji 1000 kwa bot, naona tuseme una deploy weekly, maana kwa wiki maana bot moja utaspend coin 12. So mfano wewe utanunua coin 1500, hizi zitakuwa 30. So kwa shilingi 1000 ukideploy bot mbili, so unakuwa umepata 2000, ambazo hizo bot mbili zinakuwa zinatumia coin 24. So maana yake hapo kwa hiyo 2000 unakuwa umeingiza faida ya shilingi 500 tukitoa ile buku jelo. Ukideploy maboti mangapi? Mawili. Ukideploy moja unakuwa tu umerudisha pesa ya coin. Ya ili upate faida unatakiwa udeploy mawili. Naona. Ila at the same time ukideploy boti moja kwa shilingi 3000 utapata faida ya shilingi 1500 kwa boti moja. Maana ukideploy maboti mawili una faida ya 3000. Ila hapo kwa shilingi 1000 unatakiwa udeploy maboti mawili upate faida yako ya shilingi 500 kwa kila boti. So maana yake hapa kwenye 1000 faida ya kila maboti mawili itakuwa 500. Mfano wa pili ni ukifanya kila boti 1500. So maboti mawili unakuwa umeuza kwa shilingi 3000. So faida hapo inakuwa ndo nusu yake sasa. Naona inakuwa 1500. Ila kigezo ni udeploy maboti mawili. Naona. Maana kwa wiki ndio hivyo, boti unamwambia mteja kwa wiki boti ni 1500. Unatafuta zako watu wawili, unapata faida ya 1500. Maana ukideploy mmoja unakuwa tu umerudisha ile hela nini ya coin ambazo ulinunua. Ingawa kuna coin zinakuwa pale zimebakia. Sasa ili uongeze faida unatakiwa na zile coin ufanyaje? Usell. Haya zitabakia zile 6. Zile 6 bado una siku 3 hapa. Unaweza ukatumia pia kudeploy bot au kuongeza 6 nyingine ukanunua. Unaona? So mambo ni hivyo kama hivyo. So hii message kwa ambao walikuwa waelewi ni imetoa strategy ya mtu namna gani unaweza ukaingiza pesa na faida yake. Unaona? So Revolve bot hadi hapo nafikiri nimeelezea kwa kifupi tu. Kwa unaweza ukiwa serious ukaingiza pesa. Unaona? So kwa 3000 zile buku jelo ukipiga mahesabu vizuri kwa mwezi laki ukosa 200,000. Inategemea na unazungusha vipi watu, unapambana vipi kupata watumiaji wengi. Maana ili upate hela nyingi lazima uwe hapo na watumiaji wengi. Unaona? Cha muhimu, mambo ya muhimu, hakikisha mteja wako unamuelekeza vizuri namna ya kulink device. Hilo jambo la kwanza. Hakikisha anajua. So utakachofanya wewe ni kwamba utaingia tu kule kwenye website. Unaona? So mteja, hatua ya kwanza mteja atakutumia namba yake ya simu. Akisha kutumia namba yake ya simu, wewe utakuja hapa kwenye application. So ukishafika hapa kwenye application, kinachofuata nini? Mteja hapa ameshakupa namba, unamwambia stay active WhatsApp. Utakuja kama kawaida tu zile zile. Bonyeza huko mistari mitatu, utachagua connect device. Kama hivyo, simple. Unakuja hapa pairing code. Ukishaweka utakuja hapa utaingiza ile namba ya nini? Namba ya mteja wako. Unaona?
So utaingiza namba ya mteja wako kisha utafanya pairing code. So kodi ikishafika, mfano mimi namba nishaitumia, so hapa hizi kukubali. So ukishatumiwa kodi ile utakopi kama kawaida, utaenda utamtumia nani? Mteja wako. Mteja wako malaki kabla ya kumtumia kodi unakuwa tayari ushamuelekeza namna ya kulinki device. So ukishamtumia ile kodi, mteja wako atalink. Akisha link device pale, ata connect kule, ikisha pair utakuja tu kama kawaida huko hatua zile zile. Uzuri tumerahisisha mfumo. Utakuja deployments. Kwenye deployments utakuja hapo utabonyeza deploy bot. Kama umesahau hatua, kuna hii sehemu ya tutorials. Tutorials hapa. Uzuri kila kitu kipo live. So ndio tu hapa angalia video jinsi ya kudeploy Raven bot. Hapa angalia full video. Hapa jinsi ya kujisajili hivyo. So jinsi ya kujisajili ndo utakao muelekeza mteja wako, afu jinsi ya kudeploy inakuhusu wewe. Unaona? So hatua ni easy sana. Natumaini leo nimejitahidi kuelezea namna gani unavyoweza ukapiga pesa ukaingiza 500 yako ya kwanza online. Kwa nini nimesema 500? Kwa sababu bot letu ukianza kwa shilingi 1000 ukadeploy maboti mawili unaanza na shilingi 500. So online kama hujaingiza hata 100, hii ni nafasi yako ya kutumia Raven bot uanze kuingiza pesa. Cha muhimu ni ujaze coin za kutosha. Ukishajaza zako za kutosha coin, andaa tangazo. Ukishaandaa tangazo lako, anza kupost. Ukipata mteja, wajibu vizuri wateja wako, waelekeze namna kudeploy bot. Ikiwezekana njia na best way, kila mteja utakaye muunganishia bot, unda group. Unaona, mwadi kwenye group. Hilo group maana yake utakuwa unaelekeza mdogo mdogo zile command, namna ya kuseti, namna ya kubadilisha prefix, kucheza na command, unaona. So na wale watu maana yake ukiwaweka kwenye group moja inakuwa rahisi kwa rotate, maana si bot ni wiki linakaa wiki. So ni wiki kesho na wakumbushe, jamani bot muda umeisha, tufanye deployment. Ukiona kuna mtu hayupo sawa, unaweka hata sheria tu, jamani ambaye haendani na hili group, ambaye hahitaji kuconnect, basi inabidi awe out. Maana atakuwaje kwenye group, anakaje kwenye group afu ana bot? Unaweka tu hiyo condition, utaona jinsi unavyozungusha hela hapo, unaona. So the more utakavyokuwa unawaleta watu zaidi, unaunganisha, the more utakavyokuwa unaendelea kupiga pesa. Hadi hapo sina la ziada, ila ningependa tu kukukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu, kulike na kutoa maoni yako kwenye comment juu ya kitu gani tuelekeze na wapi hujaelewa katika video zilizopita au hii video.